Mwanzo kabisa wa movie yetu tunamwona demu mmoja hivi akimfokea jamaa kichizi yani. Wewe ni mpumbavu nini? Yani wewe ni nani hadi ufanye hivyo? Demu akamchapa jamaa kofi bwana. Niambie wewe unajikuta nani? Jamaa akaona huu ni upuuzi sasa. Ikabidi naye amrudishie. Sasa demu akamuuliza unanirudishia kofi? Jamaa akamjibu wewe ni boya nini? Kwa hiyo unategemea unipige alafu mimi nikuangalie tu? Demu akasema aha. Kwa hiyo siku hizo umeota mkia sio? Jamaa akamjibu ndio, na nimekupiga kwa sababu wewe sio baba yangu, sio mama yangu, wala sio demu wangu. Unataka unipige alafu mimi nikuangalia? Hilo ni jambo ambalo haliwezekani kabisa. Demu akamwambia sasa nakuahidi kila kitu kwenye maisha yako utakipoteza. Wewe si mjanja bwana. Demu akataka kumpiga jamaa kofi jingine, mara jamaa ghafla akashtuka kutoka usingizini. Kumbe mchizi alikuwa anaota bwana. Akasema hapana. Aisee, nafikiri kuna kitu hakiko sawa nyumbani. Natakiwa kurudi nyumbani faster kuweza kumuona baba yangu. Huyu jamaa bwana ni mtoto akishua balaa na hapa yuko zake Marekani. Sasa baada ya kuota kuwa anagombana na mama yake wa kambo, akahisi kabisa kuna kitu kimemtokea baba yake huko nyumbani. Kwa hiyo akapanga kurudi nyumbani Nigeria kuweza kukutana na baba yake. Oya mwanangu, hili ni bonge moja la movie. Lakini kabla tujaendelea, ningekuomba sana kwa moyo unyenyekevu uweze kusubscribe na kubonyeza hiyo alama ya kengele hapo ili uwe mwanafamilia wa Mentalix Recaps. Na pia usisite kuniambia unatazama movie hii kutokea wapi. Vipi, umesha subscribe? Okay, sawa, tuendelee sasa. Sasa hapa tunamwona mchizi anashuka kwenye gari kwa jazba sana. Kisha akaanza kuita baba, baba, huku akiwa anakimbilia kwenye mlango wa kuingia ndani. Na hapa ni nyumbani kwao Nigeria sasa. Maana yake ni kwamba amesharudi kutoka Marekani. Anafika mlangoni na kuanza kugonga mlango huku akiita baba, baba. Sasa mchizi kumbe huko Marekani alikuwa na kidemu chake bwana. Kwa hiyo ameamua kuja nacho nyumbani. Lakini haka kademu kana mapepe sio poa. Anyway, mlango unakuja kufunguliwa, akasema na wewe mtoka hapa, baba yangu yuko wapi? Huyu mchizi bwana jina lake ni Williams. Na kiukweli kwenye hii movie mwamba akaua kichizi yani. Wezidi kufuatilia tu. Hapa tunamwona mke mdogo wa baba yake ambaye tunaweza tukamuita mama yake wa kambo, anafika na kumuita Williams. Jamaa akauliza baba yangu yuko wapi? Nauliza baba yangu yuko wapi? Mwanadada akawa anasema ndio umefika tu jamani. Alafu unaonyesha ile kukasirika hivi, tulia kwanza, pumzika. Huyu bidada ambaye ni mke mdogo wa baba yake Williams anaitwa Octavia. Yaani hapa jamaa ameingia kwa hasira sio kawaida. Akamwambia mama yake wa kambo, usinizugezuge, ninachotaka ni jibu moja tu. Niambie baba yangu yuko wapi? Octavia akawa anasema ngoja tu nikwambie. Ni hivi, yani baba yako amefariki. Jamaa alishtuka sana, akamwangalia yule mwanamke kisha akamuuliza unamaanisha nini kusema baba yangu amekufa wakati nimetoka kuongea naye juzi tu hapa? Williams, unavyojisikia wewe na mimi pia najisikia hivyo hivyo, kwa sababu baba yako alikuwa ni mume wangu na nilikuwa nikimpenda sana na wewe mwenyewe unajua. Lakini mwisho wa yote huo ndo ukweli na hatuwezi kubadili kitu chochote. Tunachotakiwa ni kumshukuru Mungu maana tayari ameshafariki. Haya, kasikilize na haka kademu nako kalivyowaka. Mbona unaongea na mpenzi wangu kama unamfokea? Unamfokea wewe kama nani? Hebu ongea na mpenzi wangu kwa heshima. Octavia akaanza kufoka sana yeye. Na wewe hebu nitokee hapa. Unaingilia haya mambo yanakuhusu, acha umbea. Haka kademu bwana kanaitwa Cleopatra. Jamaa amekatoa zake Marekani kama nilivyokuambia hapo mwanzoni. Ndio maana kana mapigo fulani hivi kama akina Kadibi. Anyway, jamaa akasema nyinyi nyote naona kama mnanichezea, hebu subiri. Akaita baba, baba. Sasa jamaa kuja chumbani haamini kabisa alichokisikia kutoka kwa mama yake wa kambo. Yaani hapa hajui hata afanye nini. Yaani haka kademu kake mapepe sana. Yaani kanaongea sio poa kama chiriku. Na anavyoviongea ni utumbo tu hapa. Hakuna hata cha maana. Mchizi akamwambia na wewe si unyamaze au? Demu akamwambia baby unanifokea mimi sio? Basi bwana kademu katu kakaa kamechukia. Lakini pia huwa kanavuta fegi ili kutuliza arosto zake. Octavia akaongea na dada wa kazi akimwambia kwamba achukue yale mabegi ya kina Williams ayaingize chumbani. Na huyu beki tatu unayemwona hapa anaitwa Anabeti. Sasa hapa aliingiza mabegi ndani na kumuita mchizi. Kaka, mama kaniambia niwaulize mnakula nini? Maana nataka niwapikie. Jamaa kimya. Dada akauliza tena, kaka umenisikia? Mchizi akajibu, nani kakwambia kwamba nina njaa wewe? Nimekuomba chakula au? Octavia baada ya kusikia kelele akaingia ndani na kuanza kuuliza, nini kinaendelea tena? Jamani, kwani kuna shida? Williams, nafahamu una hasira na maumivu kutokana na kifo cha baba yako,
lakini hiyo isikufanya ukawa na hasira kwa kila mtu. Sasa hapa huyu Maza akamwambia Beki Tatu aweze kuelezea kifo cha mzee kilivyokuwa. Akawa anaongea na Anabeti, hebu mwambie namna kifo cha mzee kilivyokuwa, kwa sababu wewe pia ulikishuhudia. Basi bwana, Anabeti akaanza kuelezea namna kifo cha mzee kilivyokuwa. Alikuwa akiingiza chakula chumbani. Sasa ile kufika tu akamkuta mzee akiwa anatapatapa, yaani bila kujua mzee ana shida gani. Basi ikabidi aweke chakula pembeni pale na kuanza kutoka nje kwenda kumuita Octavia. Octavia alivyoingia pale ndani na yeye akaanza kuwa na wasiwasi. Sasa sijui kama alimuua huyu mzee au ni kweli mzee alikuwa anaumwa. Akamwambia nenda kafanya mchakato wa usafiri chap. Kisha Anabeti akatoka kwenda kutafuta hizo funguo, lakini ubaya ni kwamba mzee alifariki. Basi sasa sijajua kwa haya maelezo kama Williams ataweza kuamini 100% au bado atakuwa na maswali kichwani mwake. Tuzidi kuendelea kufuatilia, tutaelewa tu kila kitu. Jamaa alibaki anawaangalia tu kwa uchungu, kisha akawaambia sawa, hemtokeni basi chumbani kwetu. Lakini Anabeti anajisikia vibaya sana kwa namna alivyofokewa. Bidada akasema, Anabeti pole sana, na naomba unisamehe mimi kwa kilichotokea. Bila shaka naamini haujaumia. Anabeti akajibu, mama usijali, mbona kawaida tu. Huyu msichana atapitia mengi sana kwenye hii movie, na kuomba tu endelee kufuatilia mpaka mwisho wa mkasa huu. Sasa leo tunamuona kisebengo wetu akiwa amewasha mziki na kuanza kucheza. Maskini ya Mungu, hata kucheza kwenyewe akajui. Hebu ona sasa kanachofanya hapa. Yaani hapa hajali wala nini kama mwenzake yupo kwenye majonzi ya kumpoteza baba yake. Yeye anachojua ni kuselebuka tu. Sasa jamaa akafika na kuzima mziki. Akamuuliza, unawezaje kuweka mziki kwa sauti kubwa hivyo wakati unajua kabisa kwamba mimi na majonzi ya kumpoteza baba yangu? Hebu niambie unawezaje kufanya hivyo? Demo akamjibu, sasa baby, baba yako ameshakufa tayari. Hata ukilia au ukiwa na majonzi ndo atarudi. Tayari ameshaenda, kwa hiyo wewe potezea tu. Baba yako ameshasepa, yani pyu. Sasa kwa nini watu tuache kuenjoy kwa raha zetu? Eti kisa tu baba yako amekufa. Mzee ameshapumzika, acha mambo mengine yaendelee. Jamaa akamwambia, yani kama hii ndio aina ya maisha uliyoyachagua, basi unajiua mwenyewe taratibu taratibu. Kisha mchizi akasepa zake. Sasa kidemu kimebaki baada ya kusikiliza yale maneno ya mwamba, yeye anaendelea tu kuruka majoka. Sasa leo asubuhi na mapema, Chuma kimeamka kimejibandika maski yake pale safi. Si unajua tena mambo ya skincare. Demu akamuita, Beki Tatu. Anabeti anaitika, abe madam. Demu akaulizia, maziwa yangu yako wapi? Dada wa kazi akajibu, bado sijabandika madam. Akamlamba kwenzi, unasubiri nini sasa? Samahani madam, bosi aliniambia niandae breakfast ya wote kwanza kisha ndio nibandike maziwa yako. Unasemaje wewe? Bosi wako? Sasa sikia, nakupa dakika 5 tu maziwa yawe tayari ameshabandikwa. Demu baada ya kutoa maagizo akapanda zake juu. Sasa leo mwanasheria wa baba yake Williams amekuja. Na baada ya kufika tu Williams akaenda kuitwa ili waweze kukaa kikao. Basi bwana Octavia akawa anamtambulisha Williams kwa mwanasheria. Akamwambia, mwanasheria, huyu hapa ni Williams, ndio mtoto pekee wa bwana Ameka Alba. Yeye alikuwa akiishi Marekani. Williams, huyu ndio mwanasheria wa baba yako. Jamaa akasema karibu. Octavia akasema, Williams, hapa tupo kwa ajili ya kusikiliza wosia alioandika baba yako kabla hajafariki. Jamaa akauliza, wosia? Baba yangu ashakufa na unadai alikufa ghafla. Huo wosia aliandika saa ngapi sasa? Octavia akawa na fosi kichizi, yani huo wosia usomwe hapo hapo. Sasa sijui ni kweli huo wosia mzee aliuacha au kuna kamchezo kamefanyika. Anyway, tutajua tu. Jamaa aliendelea kukazia kwa kusema kwamba baba yangu alikufa na kuzikwa mwezi mmoja uliopita, lakini wosia mnalazimisha usomwe leo. Kwa nini mnaharakisha mambo hivyo? Kuna nini kwani? Sasa Octavia akamkonyeza mwanasheria aendelee tu kusoma hata kama jamaa hataki huo wosia usomwe kwa sasa. Sasa wakati mwanasheria anataka kusoma huo wosia, mara ghafla sauti ya kisebengo ikasikika ikipiga kelele huko chumbani. Sasa sijui hata amepatwa na nini. Jamaa ikabidi akimbie chapo kwenda kumcheki. Anafika, demu anamwambia, baby, nimeona kivuli humu ndani. Yani kama kuna mtu hivi alikuwa anatembea humu ndani. Sasa sijui ni kweli aliona iko kivuli au ni drama zake tu za kila siku. Octavia na mwanasheria walipoona wamesubiria kwa muda mrefu bila jamaa kurudi kwenye kikao, wakaona waahirishe hilo zoezi na kuamua kulifanya siku nyingine. Lakini hapa Octavia anasema huyu mtoto hana adabu kabisa. Sasa ameshajua wewe ndio mwanasheria wa baba yake. Badala akaya sikiliza alichoandika baba yake, yeye anafikiria kuondoka tu. Mwanasheria anasema relax, huyu tuende naye taratibu tu, atajaa kwenye mfumo. Sasa hapa tunamuona Anabeti akiwa jikoni akiwa anaimba kwa hisia sana huku akiwa analia. Huyu binti inaonekana kwamba ana mazito sana kwenye moyo wake ambayo yanamuumiza. Tuendelee kuangalia tu, tutajua kitu ambacho kinamsibu. Mara jamaa anafika na kuuliza, mbona unalia? Dada akajibu, nalia kwa sababu tu ya maisha yangu. Haya sio maisha niliyochagua kuishi, lakini nimejikuta nikiyaishi tu. Sina wazazi, yani sina baba, mama, nimejikuta tu nikiwa yatima.
na inaniuma sana kuishi bila wazazi, lakini pia hakuna anayenipenda. Kuna familia moja hivi ambayo ilinichukua na kuanza kuishi na mimi kama mtoto wao, lakini maisha ya hapo nilipokuwa nikiishi pia yalikuwa magumu sana kwangu, kwa sababu sikuwa nazingatiwa kwa chochote kile. Ila siku moja niliona tangazo la kazi za ndani, so ikanibidi niende kuajiriwa tu, lakini bado haikuwa rahisi kwa sababu watu wote walikuwa wanafanya kazi na kurudi majumbani kwao, lakini mimi nikawa nalala ofisini. Siku moja Chifu Ameka alisikia stori yangu, akaguswa sana na akapenda kunisaidia, ndipo akanileta hapa nyumbani na kunitambulisha kwa familia yake, kisha tukaanza kuishi kama familia. Baba yako alikuwa ameniwekea mipango mingi sana tena mizuri, ikiwemo kunipeleka Canada kwenda kuendelea na masomo, lakini haikupita muda naye akafariki. Aisee, moyo wangu ukavunjika tena. Yani jamaa aliguswa sana na hii historia ya huyu mwanadada. Basi bwana akaamua kumkumbatia ili kuweza kumfariji, ili demu ajisikie vizuri kidogo. Sasa wakati jamaa anaendelea kumfariji na Beti, demu wake bwana si akaja. Ile kufika tu akawa anamuuliza jamaa, unafanya nini na hiki kidudu mtu? Jamaa akamjibu, hakuna kinachoendelea mbona. Aha, kwa hiyo unaniona mimi ni kama mpumbavu sio? Unaniona mimi ni mtoto? Sasa nisikilize na Beti, nakupa onyo. Nikikukuta na mwanaume wangu, aisee tutaelewana vizuri. Kisha demu akamvuta mchizi wake wakaondoka. Sasa leo tena wamekaa kwenye kikao, na naamini leo huo wosia lazima tu utasomwa. Mwanasheria akawa anasema, mwanzo kabisa wa wosia unasema, mimi ni Chifu Ameka, naandika wosia huu kwamba mali zangu zote ambazo zipo Abuja, Leki, Port Harcourt na Haire zitakuwa chini ya mchumba wangu Octavia. Bidada Octavia ikabidi hafurahi pale. Oh jamani, na hata hivyo maduka yangu yote, hati za nyumba pia vitaenda kwa mchumba wangu Octavia. Akaunti zangu zote za benki, akiba, pesa zote nilizowekeza vitaenda kwa mchumba wangu Octavia. Magari yangu yote yataenda kwa Octavia, kasoro gari moja tu dogo litaenda kwa mtoto wangu kipenzi Williams. Ila huo si hata mimi ambaye na recap hii movie aisee na mashaka nao. Hata kama baba akachanganyikiwa vipi, hawezi mpatia mali zote mchumba wake alafu akamwachia mtoto wake kipenzi gari moja tu, tena ni gari fulani hivi ambalo alikuwa alipendi. Ila sijui huko mbele itakuwaje, ngoja tuone. Kama itakuwa ni kweli, basi huyu bidada itakuwa amempa limbwata mzee wa watu, na hilo limbwata lazima atakuwa ameenda kulitengenezea kama sio Sumbawanga Tanga, na kwenda kulipigilia msumari Pemba. Anyway, share zote zitakuwa chini ya Octavia, na kwenye kampuni yangu 90% atamiliki Octavia na 10% atamiliki mwanangu kipenzi Williams. Jamaa akawa anasema, hebu acheni upumbavu nye. Hivi amuone aibu mnachokiongea hapa? Hivi mnafikiri mimi ni boya au? Baba gani duniani anaweza kumpa mchumba wake mali zote alafu akamwachia mtoto wake kipenzi eti 10% za kampuni na kagari kamoja ambako alikuwa hata yeye mwenyewe akapendi? Mwanasheria akasema, hebu tulia basi kidogo. Jamaa akaongea kwa hasira akisema kwamba, hebu acheni kuniambia nitulie. Wewe kama nani unaniambia nitulie? Kwanza wewe ni mwanasheria kweli au ni tapeli? Huu ni uongo, haiwezi kuwa kweli hata kidogo. Mchizi akaamua kuondoka zake. Mwamba leo kavurugwa kichizi, yani hataki kusikiliza mtu yoyote yule. Sasa hapa tunamwona Beki Tatu kama kuna kitu anafikiria hivi, akawa anasema sijui nimwambie au sijui niache. Yani kichwani kwake kulikuwa kuna maswali mengi sana ambayo hata yeye mwenyewe anakosa majibu. Sasa sijui anataka kusema kitu gani. Hebu ngoja tuone. Sasa William akawa ameingia ndani. Ona sasa huyu demu wake story anazompigisha. Hebu msikilize. Baby, mbona kama leo umenuna sana? Shida nini jamani? Sema haya nihusu hayo. Okay. Hebu niangalie nimependeza Niambie basi mpenzi nimependeza? Jamaa kwa hasira akamkata jicho hilo, kisha akanyanyuka na kusepa. Mwanasheria, una uhakika hatogundua hili? Mwanasheria, nijibu basi. Usijali kabisa kuhusu hili. Hawezi kugundua chochote kile. Na pia usiwaze kuhusu reaction zake. Wewe tulia tu, mchezo niachie mimi, atatulia tu. Aha. Sasa hapa ndio tunagundua kwamba kumbe hawa wawili wamekula njama bwana, na wanataka wamzunguke mshikaji. Hebu ngoja tuone mwisho wake itakuwa ni nini. Sasa hapa Beki Tatu amemvuta jamaa chemba, akawa anamwambia kuwa ana kitu anataka amwambie. Sasa kwa hasira jamaa akawa anasema, na wewe nini? Hebu toka hapa, unataka nini wewe? Demu anasema, nataka nikuambie kuhusu ukweli ninaojua kuhusu kifo cha baba yako. Kuna mengi sana ambayo najua kabla hajafa. Jamaa anauliza, ni nini hicho? Hebu niambie. Beki Tatu akakumbuka siku moja ambayo alikuwa amekaa na baba yake mshikaji wakiwa wanapiga story. Mzee akawa anamwambia kwamba kama nitakufa basi mali zangu zote kwa ujumla 80% zitakuwa za mwanangu Williams, 10% atachukua Octavia na 10% nyingine utachukua wewe. Jamaa aliposikia hivyo akauliza, una uhakika na unachokisema? Demu akasema, nina uhakika na 100%. Mara demu wa mshikaji kafika tena, akawa anauliza, wewe mbwa, nilikwambiaje kuhusu kusimama na mwanaume wangu? Basi akataka kumpiga kofi, jamaa akamsukuma, unataka
unataka kufanya nini wewe? Unataka kufanya nini? Wewe ni mwehu nini? Usije ukathubutu kufanya chochote kwa huyu msichana, na kutahadharisha mapema kabisa, nitakuja nikuumize. Jamaa akaondoka na beki tatu. Demu haamini anachokiona kabisa, yani anajua kabisa huyu beki tatu ameshampokonya mume. Sasa walipotoka pale, demu kamleta jamaa kuja kumuonyesha nyaraka zote ambazo mzee aliziacha, tena zina hadi saini ya mzee kabisa. Huyu demu si alikuwa mtu wa karibu sana na mzee, kwa hiyo mzee kabla ya kufariki alikuwa amempa kodi zote, na ndio maana kaja moja kwa moja akazichukua hizo nyaraka na kumpatia mshikaji. Baada ya kumpatia, anamwambia kwamba naomba kwa namna yoyote ile, madam asija akajua kuwa mimi ndio nimekupa hizi nyaraka, maana anaweza akaniua yule. Jamaa akasema usijali, nitatunza siri hii. Sasa jamaa leo kaja anatembea kibosi kabisa akiwa na zile nyaraka original. Akafika na kumtupia Octavia. Bidada anauliza nini hiki? Jamaa anajibu wewe fungua tu mwenyewe ujionee. Bidada akazishika na kusimama akawa anauliza nini hiki? Ni ujinga gani huu? Jamaa anajibu usijifanye kama huelewi kitu wewe. Unajua kusoma vizuri tu, wewe soma, utaelewa kila kitu. Sikiliza Williams, wosia aliousoma mwanasheria ndio sahihi. So acha kujifanya mjanja unaenda kufoji makaratasi yako hapa ili umiliki hizi mali. Kisha bidada akaondoka. Jamaa akabaki akiwa na furaha kama zote, maana michongo yake imeanza kutiki. Sasa leo jamaa na demu wake kama kawaida yao hawaishi kuvurugana. Jamaa akawa anasema, Cleopatra, hivi unajua kwamba baba aliandika kuwa huyo mwanamke achukua 10% tu za mali zake? Demu anasema hayo mimi hayanihusu bwana. Kwa hiyo nataka uniambie kwa hicho kitu kidogo tu ndio sababu ya mimi kuniacha au? Jana nilikuona tu uko naye pale, yani amekuchanganya akili kabisa. Hivi unajua namna alivyojisikia jana? Yani amekushika akili sana huyo mwanamke, yani mpaka tumeacha kwenda kufanya shopping eti tu kwa sababu ya huo upumbavu, sijui urithi, sijui wosia. Kweli kabisa Williams, umebadilika kiasi hiki? Jamaa anasema yani hapa hakuna wife material kabisa, nimepigwa. Siku inayofuata tunamwona Octavia akishuka kwenye gari na kukutana na jamaa. Mwamba akawa anamwambia naomba funguo ya gari. Bidada akamuuliza ufunguo wa gari gani ambao unauhitaji? Jamaa akamwambia gari hii. Bidada akawa anasema upo sawa kabisa akilini mwako wewe, huwezi kutoka na gari hili. Ukitaka kutoka chukua gari ndogo ndo utoke, kama uwezi kaa ndani. Jamaa akawa anasema huwezi kunipangia gari ya kutumia wewe mwanamke, yote haya ni magari ya baba yangu na hili ndo lilikuwa gari lake pendwa, kwa hiyo nataka kutoka na gari hili. Octavia akawa anasema kama usije ukafikiria kuhusu haya magari, sawa? Kisha akaondoka zake. Hapa tunamwona jamaa akamfuata demu jikoni. Demu akamuuliza vipi, una njaa sana leo hadi umenifuata jikoni jamani? Mchizi akamjibu hapana, leo nimekuja tu wala utupige story 2-3, si unajua tena. Nimekumbuka ujue ile siku nilipokuwa na kusikiliza ukiwa unaimba, nikagundua kwamba unajua sana kuimba ise, yani una sauti moja amazing, niimbie basi kidogo. Demu akawa anasema jamani basi sawa nitakuimbia. Basi bwana, kwa kuwa demu alipitia maisha magumu sana, kutengwa nini, yani hakuwa na marafiki kabisa, basi akawa anaimba. Basi bwana wakawa wanafurahi kichizi yani. Anyway, muda wa msosi uko umefika na wote wakawa wako mezani. So Anabeti akawa ameleta msosi ili waweze kula. Sasa alipofika hapa akajikwaa kwenye hizi ngwala za huyu demu. Saa ngapi kidemu kisimwakie? We kipofu nini? Unashindwa kutembea kistaarabu mpaka ujikwae kwenye mguu wangu? Beki tatu akawa anasema samahani madam, nimekosea, nisamee. Demu akasema lione kwanza, kisha akafungua msosi. We hivi ujuagi kupika chakula kingine tofauti na hiki Kila siku chakula ni kimoja tu, kila siku chakula ni kimoja tu. Au unajua kupika chakula hiki tu? Hebu toa hapa chakula chako na upotee. Dada akakibeba kile chakula na kuondoka zake. Wakati huo Williams alikuwa yupo kimya tu. Demu akawa anasema kwa hiyo na wewe upo kimya tu, hauna cha kuongea sio? Huwezi kumwambia chochote huyu mpumbavu Basi bwana, kwa hasira zake akaamua kunyanyuka na kuondoka. Octavia na mwanasheria wakawa wanaongea. Kwa sasa nafikiri mbinu zote zimetuishia, naona tuna haja kubwa sana ya kufanya plan B. Mwanasheria akawa anauliza plan B gani hiyo ambayo unataka tuifanye? Octavia akamjibu kwamba anatakiwa kumwekea sumu Williams ili aweze kumuua, yani moja kwa moja. Sasa leo Octavia akamfuata jamaa ili waongee, lakini cha ajabu leo amebadilika kama sio yeye vile, ni kujichekesha chekesha tu. Hapa akawa anasema unajua nini Williams, nimekaa chini nikafikiria sana kuhusu mizozo yetu, yani tumekaa tukiwa tunagombania mali tu, mimi nimeona sio jambo la busara. Kwa hiyo nimekaa chini nikagundua kwamba tunafanya vitu ambavyo havina maana kabisa. Ndio maana nikakaa chini na mimi nikafikiria, nikasema kwa nini tusiishi kwa amani tu? Kama ni hizo mali ni bora tugawane tu hata nusu kwa nusu, kwa sababu tutakufa tutaziacha. Basi huyu jamaa kama angekuwa anatokea Bongo lazima angemwambia mwenda wazimu wewe, ukokotee mawe taandika hapa furumua. Na unavyozingangania hizo mali utadhani baba yangu alikuwa ameshakuoa tayari, kumbe mlikuwa bado wachumba tu. Sasa hapa tunamwona Octavia akiwa amemuita Anabeti na kumwambia kwamba
niletee champagne moja na glasi 2. Basi bwana, dada akawa anasema sawa madam, lakini wakati wa kuondoka akachukua ufunguo wa gari pasipo madam kugundua chochote, yani kisha akasepa. Baada ya kuchukua ufunguo akamletea Williams. Jamaa aliweza kutoka na kwenda nje kwenye gari, akaingia kisha akachukua simu chapu na kuondoka. Sasa baada ya kuingia ndani akampatia Anabeti simu na kumuuliza nini kinafuata baada ya hapa. Hapa inavyoonekana hii mission yote anayeiongoza ni huyu Beki Tatu, na inaelekea pia hata hii simu aliagizwa na Anabeti. Sasa bwana, hiyo simu ambayo unaiona imetoka humu ndani ya gari ilifanya kutegwa na Anabeti ili kuweza kupata mazungumzo ambayo huyu dada huwa anayafanya kwa siri, maana mara nyingi amekuwa akifanya mazungumzo yake akiwa ndani ya gari. Anabeti aliweza kumpelekea kinywaji madam. Baada ya hapo madam akamwambia akamwite Williams, kisha bidada huwezi amini akatia sumu. Sasa William alipoingia, bidada akawa anamchekea pale, akamkaribisha kinywaji kwa furaha, yani tofauti na siku nyingine. Kisha akampatia glasi pale. Ile jamaa anataka kunywa tu, akajifanya kama glasi imemponyoka, akaidondosha chini ikapasuka. Bidada akajifanya anamjali, akawa anamuuliza, "Uko sawa Williams jamani? Pole." Sasa leo bwana tunamwona Octavia akiwa meza moja na Williams, wakiwa wamekaa wanapiga msosi. Yani huyu bibi anajaribu kujenga mazoea na mshikaji ili aweze kuaminiwa na iwe rahisi kumpoteza mwamba. Sasa sijui kama ataweza, maana kichwa chenyewe anachodili nacho ndio kama tunavyokiona. Demo wa jamaa akafika. "Kwa hiyo mnakula hata kuniita hamna Hata wewe Williams umeshindwa kuja kuniita kweli? Hivi ndivyo unavyonitreat sio? Yani umenitoa Marekani ili uje kunitesa." Octavia akawa anasema, "Hebu kaa kimya na wewe. Kwa hiyo unayemfokea hapa ni nani? Kama huwezi kufunga hilo domo lako, basi potea hapa nisije nikakuchangamsha sasa hivi." Demo akawa anasema, "Na wewe unamtisha nani sasa? Kwani umenizaa? Alafu wewe Williams unakaje na adui yako jamani? Yani hii familia inavyoishi ni kama vile nyumba ya mzee Kikala." Basi bwana demo akaondoka. Bidada akawa anasema, "Hapa hakuna mwanamke, unatakiwa kubadilisha mwanamke Williams." Jamaa akawa anasema, "Usijali na muda kwa sababu nishamzoea. Ila kwa sasa nataka tuzungumzie swala moja. Kwa nini uliniwekea sumu ukitaka kuniua?" Octavia akawa anasema, "Yesu Kristo, nakataa roho hiyo chafu katika jina la Yesu Kristo. Siwezi kufikiria ujinga kama huo jamani. Sasa nikuue ili iweje? Nikuue kwa sababu ya mali kweli Williams?" Jamaa akawa anasema, "Baada ya wewe na mwanasheria kufoji nyaraka za wosia, mkaona haitoshi mkapanga kuniua kwa sumu, si ndio? Na kabla hujaongea kitu ngoja nikuthibitishie kwanza." Wakati wanabishana, Anabeti alikuwa pembeni tu akiwasikiliza. Basi jamaa akatoa ile simu ambayo alifuata kwenye gari na kumsikilizisha sauti ya mazungumzo yao yote, namna walivyokuwa wanapanga mpango wa kumwekea sumu. Jamaa akawa anasema, "Huu ndio wakati wako wa kwenda kunyea debe sasa na utaeleza." Octavia akawa anasema, "Hii sio sauti yangu na kuhakikishia hii itakuwa ni AI." Anabeli saa ngapi asiingilie huo ugomvi, akawa anasema, "Ebu acha kujifanya sungura we madam. Yani wewe chifu alikuwa anakupa kila kitu ulichokuwa unakihitaji. Alikuwa akikupenda sana. Lakini mwisho wa yote, siku wakati anateseka ulikuwa ukimwangalia tu na haukutaka hata kumsaidia kwa kitu chochote. Unafikiri sikukuona?" Sasa Anabeti alielezea hiyo siku namna ilivyokuwa. Kumbe bwana, wakati mzee alipokuwa anakata moto, Octavia alikuwa anamwangalia tu bila kutaka kumsaidia. Na hapa kwa reaction yake ni wazi kabisa kwamba alikuwa akitaka mzee afe. Na Anabeti alipoingia ndani ndio yeye sasa akajifanya kama anataka kumsaidia mzee. Octavia akawa anasema, "Siamini kama leo Beki Tatu kutoka Bushi anachangia mada kwenye mazungumzo yangu. Na sio kuchangia tu bali anaongea ili kuharibu amani ya moyo wangu." Basi bwana akaamua kunyanyuka na kutaka kuondoka. Jamaa akawa anasema, "Hebu sikia wewe nikuambie. Nenda juu ukachukue kila kitu kilichokuwa chako usepe kabla sijapigia simu polisi waje wakuchukue hapa." "Okay sawa naenda. Nipe funguo za gari yangu." "Funguo za gari yako ipi? Nimekuambia ondoka." "Mwanangu William, kwa nini unakuwa mgumu kuniamini alafu unasikiliza upande mmoja tu?" Jamaa akawa anataka kuchukua simu ili awapigie polisi. Basi bidada akasema, basi naondoka, usipige naondoka." Mwisho wa siku Octavia akaondoka. Sasa sijui anaelekea wapi, maana kilanga chote kimeshamuisha sasa. Yaani tamaa zimemponza. Na kutokana na hii roho yake, huyu bidada anaweza hata akaungana na wale tuma kwa namba hii ili aweze kupambana na hali yake. Sasa hapa tunamwona mwamba akiwa amesimama, mara ghafla kivuruge wake akamfuata. "Oh jamani baby, hatimaye shetani ameondoka. Sasa hapa kilichobaki ni kuenjoy, kwenda maklabu, kufanya mashopping nini, yani kwa raha zetu peke zetu." Jamaa akasema, "Mtu atakayefuata kuondoka kwenye hii nyumba ni wewe hapo." Demu haamini alichokisikia kutoka kwa mwamba. Anasema, "Unamaanisha
nini Williams? Jamaa akamwambia, yani wewe unachojali ni party tu, klabu, na muda wote umekuwa ukiomba pesa tu, lakini kufikiria future yetu yani kiufupi ni sawasawa unajaza choo tu. Hebu sikia nikwambie, nimeshakukatia tiketi ya ndege ya kurudi Marekani, kwa hiyo hebu jiandae tu usepe Marekani. Demu akawa anasema, Williams, yani pamoja na yote niliyokufanyia, leo malipo yake ndio haya. Nimeacha familia yangu, masomo, marafiki zangu na kila kitu kwa sababu yako. Leo hii unanifukuza kweli? Sawa, mimi nitaondoka, ila sitokusamehe kwa hili. Jamaa akawa anasema, kwenda bwana mwana kwenda. Sasa hapa tunamwona demu anapanga nguo zake huku akiwa analalamika tu. Yaani udemu bwana da. Sasa mwisho kabisa tunaona Williams na Annabeth wakiwa wanapeana shukrani pale. Jamaa akawa anasema, nashukuru sana kwa msaada wako wote ulionipatia Annabeth. Yaani kiukweli najivunia uwepo wako kwenye maisha yangu. Sijali Williams, ilinipasa tu mimi nikusaidie, lakini pia nimegundua wewe una roho nzuri sana. Sasa wakati wanaendelea kuongea hapa, Asha Ngedele si akafika bwana, akawa anasema, nimeelewa sasa. Kwa hiyo mmenifukuza mimi nirudi nyumbani Marekani ili mpate muda mzuri wa kuenjoy, si ndio? Haya, akaunti namba yangu unayo, nitumie pesa za matumizi mimi nisepe zangu. Jamaa akawa anasema, okay sawa, nenda nsalimie baba. Sasa mchizi akawa anamwambia demu, kwa hiyo hapa tupo wapi? Demu akawa anajibu, tupo hapa, yani mwamba hapa ni kama vile ana wengi. Okay, tupo hapa, nilikuwa nimeshasahau. Sasa nataka kufanya kitu kwa ajili yako na kuhakikishia ahadi zote ambazo baba yangu alikuahidi, basi nitatimiza zote. Demu akawa anasema, asante sana William. Wow, jamaa anamtuliza mtoto kifuani kidogo kumpunguzia mwendo wa mapigo ya moyo. Ila haka katoto ni kazuri nye. Yani nikikapata kama haka hiyo siku, ase naweza nikalia na kusaga meno. Mpenzi mtazamaji wa Mentalics Recaps, hebu tuambie basi umejifunza kitu gani kupitia movie hii. Lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe mwanafamilia wa Mentalics Recaps. Ulikuwa na mimi mchizi wako Aiko. See you next time.